Jeshi la Israel IDF limethibitisha kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya sekta ya petrochemical kusini magharibi mwa Iran, saa chache baada ya Iran kurusha wimbi jipya la makombora ya ballistic kuelekea Israel. Katika taarifa yake, IDF imesema jeshi la anga la Israel lilishambulia shabaha kadhaa ndani ya eneo la Mashahir ambako kuna moja ya vituo vikubwa vya petrochemical nchini Iran. Jeshi hilo limesema maelezo zaidi kuhusu operesheni hiyo yatatolewa baadaye. Kwa upande wake, vyombo vya habari vya Iran vimethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo. Shirika la habari la Fars limeripoti kuwa kiwanda cha petrochemical cha Karun Mashahir kutoka mkoa wa Khuzestan kililengwa na mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na adui wa Kizayuni na kusababisha uharibifu wa sehemu ya miundombinu ya kituo hicho. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema Israel ilitumia makombora ya ballistic yaliyorushwa kutoka angani kulenga maeneo mbalimbali ndani ya Iran. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti milipuko katika miji ya Tehran, Tabriz na Isfahan, huku taarifa zingine zikisema takriban shabaha 15 zililengwa katika operesheni hiyo. Kwa mujibu wa baadhi ya ripoti, miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa ni ghala la kuhifadhi drones mjini Tehran. Ripoti zingine pia zimeutaja uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mehrabad kwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Kufuatia mashambulizi hayo, Iran imetangaza kufunga anga la eneo linalozunguka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini mjini Tehran, ambao ni uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Jeshi la Israel limesema mashambulizi yake yalilenga maeneo ya kati na magharibi mwa Iran, huku mkuu wa majeshi ya Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir na viongozi wengine wa juu wa jeshi wakifuatilia operesheni hizo kwa karibu. IDF iko tayari kikamilifu kwa mashambulizi na kwa ulinzi, jeshi hilo limesema, likiongeza kuwa tathmini za hali ya usalama zimekuwa zikifanyika mfululizo katika saa kadhaa zilizopita. Katika upande mwingine wa mzozo huo, IDF imesema makombora yote ya Iran yaliyorushwa kuelekea Israel asubuhi hii yamedunguliwa kwa mafanikio. Jeshi hilo linaamini kuwa kitu kilichoonekana kuanguka katika eneo wazi la ukingo wa magharibi kilikuwa mabaki makubwa ya kombora baada ya kudunguliwa angani. Tahadhari pia ilitolewa katika eneo la Jerusalem kufuatia onyo la mapema la shambulizi la makombora kutoka Iran, lakini baadaye hali ya kawaida ilirejea baada ya kombora hilo kushindwa kufika katika anga ya Israel. Wakati huo huo, huduma ya ambulance ya Magen David Adom MDA imesema haijapokea taarifa za majeruhi wala maeneo yaliyopigwa moja kwa moja na kombora lililorushwa na waasi wa Houthi kuelekea Israel. Mtu mmoja pekee alitibiwa baada ya kuanguka alipokuwa akikimbilia mafichoni. Vyombo vya habari vya Kiebrania vimeripoti kuwa kombora hilo la Houthi lilidunguliwa kwa mafanikio na mamlaka za usalama zimeruhusu wananchi kutoka katika vyumba vya kujikinga. Katika maendeleo mengine, afisa mmoja wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa jeshi la Marekani halikushiriki katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yaliyofanyika usiku kucha. Kwa mujibu wa ripoti ya Axios, afisa huyo wa ulinzi wa Marekani alisema mashambulizi ya Israel yalikuwa kiwango cha chini kwa kiasi fulani. Kauli hiyo imekuja wakati Rais Donald Trump akiendelea kushinikiza Israel kujizuia kufanya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. Hata hivyo, mashambulizi mapya kati ya pande hizo mbili yanaonyesha kuwa mvutano katika Mashariki ya Kati unaendelea kuongezeka, huku hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa kikanda ikiendelea kutanda katika eneo hilo.